mtazamaji, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vilitokea siku ya Ijumaa bwana, hii siku ya Ijumaa bwana ilikuwa ni siku ya kuswali kwa Waislamu, wanaita Aljumaa au vipi bwana. So siku hiyo bwana, ni kwamba jambo ambalo tulilinotice ni kwamba ndo kulikuwa kuna lile sekeseke au fukuto la Sheikh Walidi kusimamishwa kazi, na sababu za Sheikh Walidi kusimamishwa kazi inasemekana kwamba ni yule bidada ambaye anaitwa Bella kutangaza kwamba amezaa naye, lakini Sheikh Walidi anamtishia amani. Sasa kutokana na sababu hizo bwana, moja kwa moja kutokana na kwamba Sheikh Walidi alisimamishwa kazi mara baada ya hizo taarifa kusambaa mitandaoni, ni kwamba watu wengi walionyesha kwamba kutokulizishwa na kile ambacho kimeamuliwa na BAKWATA. Kwa hivyo basi siku ya Ijumaa kuna watu walisema kwamba wataenda kuswali msikiti ambao Sheikh Walidi anaswali. Basi moja kwa moja wakifika pale bwana, wanataka wahakikishe kwamba maoni yao yanafanyiwa kazi, Sheikh Walidi anarudishwa madarakani. Sasa kama unavyojua bwana, sasa hivi Tanzania hatutaki tena mambo ya fujo fujo. Watu walihisi kwamba kunaweza kutokea machafuko au fujo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo bwana, ulinzi uliimarishwa katika msikiti wa Kichangani ambapo Sheikh Walidi hajatokea kama the way ambavyo watu walivyokuwa na expect. So taarifa ambazo zimetufikia hapa wanasema kwamba bwana, askari wa jeshi la polisi nchini Tanzania wamezingira msikiti wa Kichangani uliopo Magomeni, ambao awali ilidaiwa kwamba aliyekuwa shekhe wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam Walid Omari Kawambwa angeenda kuswali swala ya Ijumaa. Katika mitandao ya kijamii kulisambazwa taarifa za waumini wakijikusanya katika msikiti huo. Waamini kwamba watajikusanya katika msikiti huo kwenda kufanya ibada na kumwona kiongozi wao huyo wa kidini aliyesimamishwa kazi siku 4 zilizopita. Sheikh Walid Kawambwa alisimamishwa uongozi na baraza la maulama, baraza kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, pamoja na mashekhe wengine wawili wa mkoa kama vile Singida pamoja na Kigoma kwa tuhuma za ukiukwaji wa maadili. Tofauti na Ijumaa nyingine zisizo ndani ya mwezi wa Ramadhani, ni kwamba ibada ya leo bwana ilikuwa na idadi kubwa sana ya waumini kiasi wengine kukosa nafasi ndani na wakaswalia nje ya jengo hilo la msikiti. Pia vile kulikuwepo na minong'ono kutoka kwa baadhi ya waumini wakisema kwamba wanasubiri kumuona Sheikh Walidi kwenye mimbari akitoa neno lolote baada ya hatua zilizochukuliwa dhidi yake. Lakini hata hivyo swala ya Ijumaa ilianza saa 6:30 mchana na Sheikh Walidi hakuwa miongoni mwa walioongoza swala hiyo wala kuhutubia, na pia vile hakuwepo. Lakini ndo hivyo bwana mtazamaji, pale nje ya msikiti wa Kichangani ni kwamba kulikuwa kuna ulinzi wa kutosha kabisa kuhakikisha kwamba swala la amani, ulinzi wa watu na mali zao umezingatiwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, kama nilivyokueleza kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Mwananchi. Na mtazamaji bwana, mambo ni moto kweli huko mtandaoni bwana. Kuna vitu ambavyo vimeibuka. Kuna huyu bidada ambaye amejitokeza hivi karibuni na ametrendi sana kupitia mitandao ya TikTok huko, akiwa anazungumza kuhusiana na changamoto ambazo anazipitia dhidi ya moja kati ya viongozi wa dini ya Kiislamu kwa ukanda wa Dar es Salaam Tanzania. Vyombo vya habari mbalimbali vimekuja kutoa taarifa hiyo. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba bwana, video iliyosambaa siku chache nyuma ikimwonyesha binti huyu akidai msaada kutoka kwa rais kuwa hapati mahitaji kutoka kwa mzazi mwenzie ambaye ni shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Inasemekana kwamba huenda ndiyo sababu ya shekhe huyo kusimamishwa kazi katika nafasi yake. Yaani kwa maana huyu shekhe bwana, baada ya huyu mrembo kuja kuzungumza kwamba amezana huyu shekhe mkuu wa Dar es Salaam lakini hatoi matumizi kwa mtoto, inasemekana kwamba hivi karibuni huyu shekhe amesimamishwa kazi na huenda sababu ikawa ni hiyo.
Kwa hivyo basi nataka usikilize video yenyewe na the way ambavyo reaction ilivyokuwa huko mitandaoni baada ya mrembo huyu kujitokeza katika mitandao ya kijamii. Maana hii video ilitrend sana TikTok hapo mwanzoni, watu hawakuitilia maanani, lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda watu wakaanza kuipeleka viral zaidi kutokana na malalamiko ambayo huyu binti ameyatoa. Lakini pia vile baada ya jambo hili kuchukuliwa hatua na huyu shekhe kusimamishwa kazi ya kuwa kama mkuu wa shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama yangu, mlezi wa watu wengi, niko chini yako mama yangu, nimepiga magoti na nyanyasika mimi. Nanyanyasika. Mama, naomba nihurumie, unisaidie mimi. Nakosa amani ya kumlea mwanangu, nahangaikishwa na mzazi mwenzangu Sheikh Walid Aladi Omar Kawambo, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mama ananinyanyasa mpaka nimeshaenda mahakamani. Kesi kafutwa, ngauguza mtoto, kesi kafutwa, kakataa kuitika kwamba kiongozi aweza kaitika. Mimi achana na kafutwa, kakataa kuitika kwamba kiongozi aweza kaitika. Mimi nikauguza mtoto, ikafika mahali mtoto ikachelewa kupona, wakafuta kesi. Baada ya hapo ndo wakawa naongea, kuna mama kiongozi akamtafuta kwa ajili yangu, akaongea naye, akaenda kanipa hela, kaniahidi kwamba mtoto atamsaidia, atamtafutia cheti, pasipoti vyote. Mpaka juzi nilimfuata ofisini kwake, akasema hataki kuniona, kwamba yeye atamtafutia pasipoti, mtoto atampa chochote kile, yeye sio kondoo. Mama nanyanyasika na huwezi ukamtesa hivyo, Uchungu wa mtoto aujuae mama yake. Mimi uchungu wa mwanangu na ujua, nilimpata kwa shida, niko lazi kufa, lakini